Asifiwe. These are the missionaries who went to Uganda. And you know, we talk about being our vision is a caring, praying, missionary church. Bwana asifiwe. We won't be actually a missionary church without missions, can we? And we thank God because we have missionaries who are making our vision true. Bwana asifiwe. We would like to thank God for them. And I would like to ask Pastor Lydia to come and pray for them. Pray for the Lord's blessing upon them, because they've done a good job. Bwana asifiwe. We want to ask the Lord to bless them and increase them. We want also to ask the Lord to bless those who give. We had a budget of over 200,000, I think 200 something thousand, which was met, yes? 210,000, and I'm glad to announce that we made the budget and we went above. And that means we are not only saying that God has given us good missionaries, but God has given us also good members who are giving towards missions. May the Lord bless you. Can we clap hands to God for giving us a heart for missions? Thank you. Can we start the rest of the conversation? We are standing to honor God for what He has done. Our dear Heavenly Father, the Father of our Lord Jesus Christ, we want to thank you and bless you. At this hour, dear Lord, when we see our missionaries back in one piece, we thank you, dear Father, because this shows how divinely you protected them, oh God. We want to thank you, Holy Father, even for the work you enabled them to do in that place. We also thank you for the challenges they met, and they were able to stand and call upon your name so that you can keep them intact in their spirits. We thank you, Holy Father, that they did not allow themselves to be frustrated by any situation or circumstance that arose during their visit in Uganda. We thank you so much because it is you, dear Lord, who was at work within them, and you will continue to be at work within them even here. We bless you and we give you praise for the souls who came to the kingdom through them. We pray that you keep them, dear Lord, by your power, and give them somebody who can take good care of them, Jehovah. Until, dear Lord, one day when we shall come home, they shall see those souls and give thanks unto you, O God. Thank you, wonderful Redeemer. Thank you even for this ministry of evangelism, O God. We are praying that you continue to empower us, Jehovah, that you become a church who are caring for those who have not yet come to the kingdom, but not to be satisfied to sit and eat and eat and eat until we cannot eat anymore. Mighty Savior, we pray that you continue to keep us as a church, being a people who are mindful of the others, especially bringing the souls to the kingdom, because that was one of the commission that you left to us, O Son of God. We thank you and we bless you for everything that you have done. For in Jesus' holy name we have prayed and believed. Amen. We have Brother Monene as appointed team leader, and I think I would like to give him 2 minutes to give us very brief report about the mission, because I think our time is fast running away from us. Let's hear about the report of the mission. Praise the Lord. 2 minutes, I will try to move very fast. We thank God for the safe journey. We left here on Thursday morning and arrived in Gulu. Is it Thursday or yeah? We arrived safely on that Friday evening. When we went there, we had 3 places where we was to preach the gospel. That is a place called Kasubi, which was about 2 kilometers from where we were staying. And the other place is called Oloilang, which is just near where we were staying. And the other place was Pabo, which was about 40 kilometers from where we were staying. And we thank God because with our bus, we were able to make our movement very easy. The ministry involved door-to-door, film, open-air meetings, preaching in prison,
Also, we are ministering on the radio. Is it on or in? On the radio. So I remember there is one day we had a kesha there with Brother Mutembei and Pamela. We went for a kesha. It was just praying throughout the night and short time of preaching on the radio. We also ministered to one of institution with our contact there, Pastor Ronald Munyao, who was our contact. He's a missionary there. We went and ministered in their school. We prayed for people to be filled with the Holy Spirit, the teachers and the children, and those who needed deliverance, they were delivered. We also did prayer walks in every place where we were preaching, and prophetic action, deliverance ministry. There was so much. But let me just say, because that's a general, let me just give specific things that happened. Two things. There's a young girl from Kamulu called Terry Makoha. She's very young, a young lady. And last time the pastor called me and asked me, is there impact among the mission? And I said, yes, there is a lot of impact. And Terry went for door to door and she was told that there is a man there who anapagawa na anaenda wazimu na niye atamuombea. And she told me, for the first time I have never prayed for somebody, I have never laid hand on somebody. But when I was told that I was the one to lay hands on this person, it is door to door meeting, and the demon started manifesting and she prayed and she said, come out, the way she hears that people say, come out. And they actually came out and the man was normal. And we really thank God for that. We thank God for those people who are praying for us. The hardest battle was the place called Pabo, where we went to pray for against the shrine, which is shrine. And when we were coming from that shrine, we were with Brother Mutembei and some two other pastors who are not from this church, and John Kongo. And John Kongo happened to take a witch doctor's photograph, and the witch doctor was very mad with her husband, and they say that this is the day we are going to be buried in Uganda. And we decided now it is a time to practice what we have learned all the years. And you could see us in the witch's compound declaring fire with Brother Mutembei and traveling all over. And at the long last, one of the brothers told the witch, if you are trying to stop us from going where we are going to meet what met Pharaoh. And I know you are not bigger than Pharaoh. So the man just said, you can go. Because they wanted us to delete the photos we had done. Now we went to pray in a shrine whereby the witches go and do sacrifices, and we were told that the water there, which is all the village there, the people go to fetch water there and drink. People drink that water, it does not quench thirst, however much you drink that water. So when we prayed over that place and we went back that evening, one of the witches there are many witches, but the biggest in that land, one of the family, there is a young man who became mad in a witch family. He went to another witch's family. Now the priestess, who is the mother to the local, they call it LCs, is like a DU. And I will say it is unfortunate, but he killed that witch that evening. And we had given 3 options. We gave them 3 options. They get saved, or they move out of that land, or they go to their father, the devil. And unfortunately, that is what happened. And by that evening, when we were leaving that place, there were so many policemen. Because witches now are gathering, there is a lot of problem. There are people who came there and they did a lot of havoc. And we were told that evening there was a witches meeting, trying to know what to do, but the damage had already been done. Now, how many people got saved? 565 got saved. But actually it is 567, because when I was left there, I also witnessed to 2 people. And they got saved, so it is 567. Okay, 568.
and I know they are going to continue that. Now, God protected us from malaria. Malaria is very common. We saw many people getting healed from malaria instantly. I personally saw one person just get saved instantly, and he told his wife, "You must get saved because you have been pretending." That's what actually he told his wife, and that man and his wife got saved. None of us suffered from malaria, and we were not using net, and the mosquitoes were still biting us. God protected us from malaria. And the second thing is, God gave us a safe journey. The bus did not give us a problem at all, when we were going and when we were coming back. And our drivers never slept on the steering. We thank God for that. Another thing we need to thank God for is there were people constantly praying for us here. Those battles would not have been won without that. I mean, to see a witch confronting you and telling you, today it is here that you are dying. That witch told us, today was my day to sleep in the water. And now you have stopped us. It's very, it can be scary, but with Jesus and knowing there are people backing us, we could speak fire in the name of Jesus. The Inherent Fund. And it's a privilege that God has given us visitors to minister to us today. We've got a visitor from the Republic of Kenya and another from the Republic of Tanzania. So visit by two countries. When we were starting the River Church going, the person who gave us facilitation was one of our pastors in the River Church City, Pastor Mutua. Now he is Bishop Mutua, and he is our preacher today. And so he has been a friend of mine for a long time. I've preached in his church a few times, and I've seen him preach. I know he's a blessed man, and I'd like him to be a blessing to us today. And because of the time element, I don't want to ask him how he's going to spend his time. I'm going to ask him to come, and he's the one who's going to introduce to us the visitor from Tanzania, and then he'll continue from there. We'll give him an interpreter, our brother John. So shall we welcome Bishop Mutua? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Good morning. I have a friend of mine coming all the way from Republic of Tanzania in Arusha. He is our overseer in that country. Yeye ni msimamizi wa kanisa pale katika Tanzania. The last 15 years the Lord called me to begin a ministry called Cornerstone Christian Church. Miaka 15 imepita, Mungu aliniita nikaanza huduma inaitwa Cornerstone, kanisa la Cornerstone. And then the Lord opened a door for us to begin a ministry in Tanzania. Alafu Bwana akatufungulia mlango wa kuwa na huduma pale Tanzania and the Republic of Congo. Pia pale katika nchi ya Kongo. And in this country we are growing steadily, slowly. Hapa katika nchi ya Kenya tunakuwa polepole lakini katika hali ya kumakinika. In those 13 or so years we have about 60 congregation in this country. Tuna ushirika ambayo imefika kama 60 katika hapa nchi yetu. I live in a place called Syokimau. Anaishi katika mahali ambayo inaitwa Syokimau. The part that was not demolished. Ile mahali upande ambao haukubomolewa. Bwana asifiwe sana. Amina. Just before I bring the word of God to you, kabla nilete neno la Mungu kwenu, let's welcome Reverend Mrema Festo to just say jambo to us. Wacha nikaribishe mchungaji Festo Mrema aseme jambo kwetu. Asante Bishop.
Asante mchungaji. Wa Tanzania sisi ni wa Kiswahili. Haleluya. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Jina langu mimi naitwa Festo Mrema na nimeoa na mke mmoja tu, na Bwana ametubariki na watoto 6 na wajukuu 2. Tunamtumikia Mungu pale Tanzania katika mji unaoitwa Arusha. Na wacha niwaambie kwamba Tanzania pia watu wanaokolewa. Wamishonari, na juu nimeona ile ni kanisa la kimishonari, hata nimeona katika kipeperushi. Wacha niwaambie karibuni Tanzania. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Thank you so much. The Lord bless you. Asante sana, Mungu akubariki. I want to take this opportunity to appreciate Reverend Elijah Ngede and his family. Ningetaka kuchukua fursa hii kusema asante kwa mchungaji Elijah na jamii yake for giving me this opportunity to stand before you. Kwa kupatia hii fursa kusimama mbele zenu. And also the leadership of this church. Na pia uongozi wa hili kanisa. May the Lord indeed bless you. Bwana katika utajiri awabariki. I am so honored to stand before you. Nimeheshimika kusimama mbele zenu. It reminds me of a few years ago when this church was beginning, when we had an open air out somewhere there. Nikumbusha miaka kadhaa ambayo imepita wakati ile kanisa lilikuwa linaanza, tulikuwa na mkutano wa hadhara pale nje. It's difficult to begin something. Ni gumu sana kuanza jambo. But the grace of God is always sufficient. Lakini neema ya Mungu kwa wakati wote yatosha. And I'm so glad to be here. Na furaha kuwa mahali hapa. I preached in the former church. It used to be somewhere here. I don't know where. Somewhere here. Alihudumu pale katika kanisa la wali pale nje. I want to bring you greetings from my wife Faith Wanjiro Mutua. Anatuletea salamu kwa mke wake Wanjiro Mutua. And our young daughter Angeline, that is the only one now remaining in the house. Na binti yao mdogo ambaye ndiye amesalia katika nyumba. So brothers who are here, please see me. Kwa hivyo ndugu ambao mko hapa muone. We can talk business. Sisi tunaweza ongea maneno ya biashara. And make sure that you give me a good Pentecostal handshake. Hakikisha kwamba nipatia mkono mzuri wa Pentecost. Bwana asifiwe sana. Amen. I have 2 remaining. Niko na 2 ambao wamebaki. And they are ready. Wameiva. Praise God. Bwana asifiwe. If you would please stand with me to the book of Joshua chapter 1. The book of Joshua chapter 1. Kitabu cha Yoshua sura yake ya kwanza. We thank you, Father. Tunakushukuru We Bwana. honor your name because of your word. Tunaheshimu jina lako kwa sababu ya neno lako. As we read your word, may your spirit speak to us. Tunapolisoma neno lako, acha roho wako akatunenee. Meet our needs. Kutana na mahitaji yetu. Encourage us. Ukatuhimize. Lift us up. Ukatuinue juu. Heal us. Ukatuponye. Restore us. Ukaturejeshe. May you increase us. Ukatuongezee. And may you multiply us. Na pia ukazidishie. By your word. Katika neno lako. We know that, Lord, you do things through your word. Tunajua Bwana watenda mambo kupitia neno lako. By your word you created. Kwa neno lako ukaumba. And by your word you are going to bless. Na kwa neno lako utaenda kubariki. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Let me read it in English. Wacha asome kwa lugha ya Kimombo. From verse 1 the Bible says, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou or you and all these people, to the land which I do give them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. From the wilderness and this Lebanon, even the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and the great sea, toward going down of the sun, shall be your coast. There shall not any man be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so will I be with you.
I will not fail you nor forsake you. Be strong and of good courage, for to these people you shall divide for an inheritance the land which I swear to your fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to the law which Moses, my servant, commanded you. Turn not to it from the right hand or to the left, that you may prosper whatsoever you go. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that which is written therein. For when you shall then you shall make your way prosperous, and you shall have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be you dismayed, for the Lord your God is with you, and may the Lord bless the reading of his word. Bwana bariki usomaji wa neno lake. Hallelujah. Amen. I want to give you an outline of my message this morning. Ningetaka kuwapatia kielelezo cha ujumbe adhuhuri ya leo. From this very popular portion of scripture. Kutoka haya maandiko ya kufahamika ambayo tunaelewa. And I'd like to call this message the oil of influence. Na ningetaka kuita hii ujumbe ningepatia manda ya mafuta ambayo yanaleta usababisho wa mafanikio. Ama mafuta ya kuambukiza. Amina. Praise the name of the Lord. Amen. Now I am encouraged by this story. Mimi ninahimizwa na hii habari. As we look at the story of Moses and his servant Joshua. Tunapotazama hadithi ya mtumishi wake Musa na Yoshua. Is experienced man. Yeye Yoshua alikuwa mtu ambaye amehitimu. But not experienced to lead at this particular time. Lakini hakuwa na mazoea ya uongozi katika wakati huu. He had walked with Moses for 40 years. Alikuwa ametembea na Musa kwa miaka 40. He had known the difficulties of a ministry. Alikuwa amejua ugumu wa huduma. He was with Moses when they left. Alikuwa na Musa wakati waliondoka Misri. He was with Moses when they crossed over the Red Sea. Alikuwa na Musa wakati walivuka bahari ya Shamu. He was with Moses when the children of Israel rebelled against God. Alikuwa na Musa wakati wana wa Israeli waliasi kinyume na Mungu. He was with Moses when the Lord gave them the 10 commandments. Alikuwa na Musa wakati Mungu alitoa Torati 10. He was among the 10 spies that were sent to see the land. Alikuwa baadhi ya wajasusi 10 ambao walienda wakaweza kupeleleza nchi. And nchi. he remained with Moses when there was rebellion. Na akakaa na Musa hata wakati kulikuwa na hali ya kuasi. He was with Moses when God allowed them to wander in the wilderness for 40 years. Alikuwa na Musa wakati Mungu aliwaachilia wakaweza kutapatapa katika jangwa kwa miaka 40. Now, for that aspect he was experienced. Kwa hivyo katika hiyo upande yeye alikuwa na uzoefu. But now here comes a time. Lakini kuwaja wakati when now it is him to take up the leadership. Ya kwamba yeye ilikuwa sasa achukue uongozi. That he was not prepared for. Ambayo yeye hakuwa amejitayarisha. Moses goes up to the mountain. Yeye Musa anakwea mlima. And the Lord was very interesting to him. Na yeye Mungu alikuwa mtu wa maajabu kwake. He told him to rise to the top of Mount Pisgah. Akamwambia yeye apande mpaka kilele cha mlima Pisgah. And then he told him, I want you to look to the west, to the south, everywhere. Akamwambia akaweze kutazamia kila upande. And he told him, that is the land that I talked about. Akamwambia kwamba hiyo ndiyo nchi ambayo nisungumzia juu yake. I want to bring encouragement to all of us today, church. Ningetaka kuleta himizo kwa kila mmoja wetu kanisa. The promises of the Lord are yea and amen. Ahadi za Bwana ni za ukweli na ni amina. And the one that gives us these promises is true. Na yule ambaye alitoa hizi ahadi yenu wa kweli. We may not see all the promise to the fullness. Hatuwezi labda kuona utimilifu wa ahadi zote. But God will make sure in our lives. Lakini yeye Mungu atahakikisha kwamba katika maisha yetu. Bring us to the top of the mountain. Ya kwamba yeye atatufikisha katika kilele cha mlima. And be able to see. Na tutaweza kuona. And to declare. Na kutangaza. That which we have believed on. Kile ambacho tumeweza kutia imani. Our God is faithful. Mungu wetu ni mwaminifu. Shall we say amen?
Tuseme amina. Shall we say amen? Tuseme amina. And then with a sense of humor, Katika hali ya kichekesho, the Lord allows Moses to die. yeye Mungu akamwachilia Musa kufa. I don't like the Bibles which say the Lord killed Moses. Sipendi Biblia ambazo husema ya kwamba Mungu alimuua Mose. But the Lord also Lakini Mungu pia buried him. yeye akamzika pia. Either the Lord attended his burial or he buried him. Ni kama Mungu alihudhuria mazishi yake ama alimzika He mwenyewe. was the chief guest Yeye ndiye alikuwa mgeni maalum for the departure of Moses. kwa hali ya kuondoka kwa Musa. That is very interesting. Hiyo ni ajabu Now sana. that is for another day. Hiyo ni ya siku nyingine. But when he finished, Lakini wakati alikuwa amemaliza, the children of Israel needed to go out. wana wa Israeli iliwabidi waondoke. Then the Lord comes and shocks Joshua. Yeye Mungu anakuja anamshtua Yoshua. And listen to the information. Na wewe sikiza kwa habari. First of all, very shocking news. Kwanza ya habari ambazo za kutisha. Number one, Ya kwanza, Moses, my servant, is dead. Musa mtumishi wangu ameaga. There are times when God has to be blunt on us Kuna wakati lazima Mungu akuwe wazi kwetu. so that the things that we depend on, Ndiposa mambo ambayo tunayatumainia we can be able to move away from them tunaweza kuyaondokea and depend on the Lord. na tuweze kumtumainia Bwana. Moses, my servant, is dead. Musa mtumishi wangu ameaga. Number two, Ya pili, Joshua, from now onwards, you are the leader. Joshua kutoka saa hii na kuendelea wewe ndiyo kiongozi. There was no vetting committee. Hakukuwa na kamati ya kufanya uchunguzi. There was no synod for discussion. Hakukuwa na kamati kuu ya He maelekezo. tells him, rise. Akamwambia inuka. You will lead these people. Wewe lazima uongoze hawa You watu. must cross over this Jordan not in a week's time, but tomorrow. Lakini lazima muvuke hii mto wa Yordani sio kwa wiki lakini kesho. You see, that was a shocking news. Unaona ya kwamba hiyo ilikuwa habari ya And I want kutisha. to bring some encouragement to all the brothers and sisters here. Na ningetaka kutoa himizo kwa kila ndugu na dada The hapa. Lord may be giving you a certain calling in your life. Mungu anaweza kuwa anakutolea mwito fulani Giving maishani. you a certain burden in your life. Anaweza kuwa anakupatia changamoto fulani Do maishani. something that is far beyond you. Iko kitu ambayo ni zaidi ya nguvu zako. I want to assure you, Wacha nikuhakikishie. the Lord, when He gives you a calling, Wakati Mungu anakutolea mwito, He will enable you. yeye atakupatia He uwezo. will carry you. Yeye atakuweka, atakuinua. From there onward, the Lord now Kutoka hapo Mungu started a process of anointing. akaanza njia ya upako. What is anointing? Kwa nini upako? Anointing, Upako, what we know of, is pouring of oil. kile tunajua ni kumwagilia mafuta. Like the way the kings were given oil Kama vile na wafalme waliwekwa mafuta, and the prophets. hata manabii. But you know, whenever they were pouring oil, Lakini wakati walikuwa wanamwagia they mafuta, also said some things. kuna maneno pia walisema. In this particular time, Katika wakati the huu, Lord did not need the oil. yeye Mungu hakuhitaji mafuta. He began to anoint Joshua Yeah. through the word. Yeye akaanza kumpaka Yoshua mafuta kupitia neno. Faith comes by hearing, Imani yaja kwa kusikia. and hearing the word of God. Na kwa kusikia neno la And there is a Mungu. calling of God upon your life. Kama kuna mwito wa Mungu May maishani you mwako, receive this anointing. wewe pokea huo upako. If there is a certain direction upon your life, Hata kama kuna mwelekeo maishani mwako, receive this anointing in the name of Jesus. upokee huu upako katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amina. There are words that the Lord gave to Moses. Kuna maneno ambayo Mungu alitoa kwa Musa, He gave to Joshua, alitoa kwa and Yoshua, they became a source of anointing. na ikawa chemichemi ya upako. What is anointing? Upako ni nini? Anointing is divine influence. Upako ni hali ya kuadhirika kitaua, To be enabled. kuwa na hali ya kuwezeshwa, To be enabled. kuwa na hali ya kuwezeshwa Something kutenda jambo that was not within your power. ambayo haikuwa katika utendaji When wako. the Lord stood in that synagogue, Wakati ya Mungu alisimama katika ile He said, hekalu, the Spirit
me. Akasema upako wa Mungu juu yangu. He has enabled me Yeye ameweza kuniwezesha to speak good news. nikaseme habari He njema. has enabled me Ameniwezesha to heal the brokenhearted. kuwaponya waliovunjika mioyo. Enabled me Ameniwezesha to open doors for those who are in prison. kufungulia wale ambao wamefungwa. May I say today, Wacha niseme there is that leo, divine anointing. kuna upako wa There is that kitaua. divine anointing Kuna upako wa in the kitaua name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amina. So, the Lord started preparing him. Let me just give you a few things. I'm just giving this message in outline form. Receive it and the Lord bless you. Tasema katika hali ya kuelezea na Mungu abariki mnapoipokea. Oil was an outside demonstration of what God was doing in the inside. Mafuta ilikuwa dhihirisho ya nje ya kila Mungu alikuwa anatenda katika utani. There was something that God had done in David. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa amefanya ndani ya So Daudi. when that pouring of that oil Kwa hivyo wakati ule mafuta ilimiminwa juu that yake, was inside was demonstrated. ile hali ya udani ikadhihirika. He went out and he began to work. Yeye akaenenda akaanza kazi. Praise the name of the Lord. Bwana apewe So sifa. now here the Lord begins a process of anointing the heart of Joshua and his mind. Kwa hivyo hapa Mungu anaanza jinsi ya kumpaka Yoshua mafuta. It is also a demonstration that that person is fully owned by God. Na pia ni dhihirisho ya kwamba huyu mtu amemilikiwa kikamilifu na Mungu. The Lord needed to own Joshua, Yeye Mungu alistahilijika kumiliki Yoshua, own his heart and to own his mind. kumiliki roho yake na kumiliki nia zake. Why? Kwa nini? How can you go under the mountain Wewe unawezaje katika mlima as a servant of Moses kama mtumishi wa Musa, and then you come from that bottom of the mountain alafu utoke pale chini ya as mlima the leader of Israel? na kama kiongozi wa Israeli, Tell Israel you are crossing over this Jordan tomorrow. alafu waambie Waisraeli ya kwamba mnavuka mto Yordani kesho. Needed to be owned by God. Wewe ni lazima umilikiwe na Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana apewe I sifa. say praise the name of the Lord. Sema Bwana I say asifiwe. praise the name of the Lord. Nimesema jina la Bwana lipewe sifa. Influence, the meaning of influence, Hali ya kuadhirika the process of producing result. ni njia ya kuzalisha matokeo. Exacting influence. Ni hali ya kutoa hali ya msukumo. Announcing that you have been influenced by God. Kutangaza ya kwamba umeadhiriwa na Mungu. It was a point of redefining himself. Ilikuwa wakati wa yeye kujifahamu vyema. Hallelujah. Amen. Know the source of his strength. Akaweza kujua chanzo ya nguvu To yake. build confidence in God. Akuwe na ujasiri ndani ya Mungu. He needed to hear Alihitaji kusikia until his spirit was lifted up. mpaka roho yake ilikuwa Now imeinuliwa. look at the 7 things that God gave Joshua. Angalia mambo 7 ambayo Mungu alitoa kwa Yoshua. 7 promises that God gave to Joshua. Ahadi 7 ambazo Mungu alitoa kwa Yoshua. The first one he said Ya kwanza alisema in verse 3 and 4, katika mstari wa 4 na wa 3 wa every 4, place that you tread your feet upon will be yours. kila mahali ambayo nyayo zako zitakanyanga itakuwa milki yako. He was provoking Joshua Alikuwa anamchochea Yoshua and telling Joshua, akimwambia the Yoshua, victory will not be won here. ushindi hautapatikana You hapa. have to rise up and go. Ni lazima uinuke na uenende. This one was reminding him of Moses. Na hii ilikuwa inamkumbusha juu ya Mose. When Moses, Wakati Mose, when his nephew kind of brought problems, wakati yule binamu yake alileta the shida, Lord told Moses, yeye Mungu akamwambia Musa, look to the east, wewe angalia upande wa mashariki, look to the west, wewe angalia look magharibi, to the north, wewe angalia look to kaskazini, the south. wewe angalia And kusini. he told him, Moses, Akamwambia Musa, rise up and walk in the breadth of the land, wewe inuka na ukatembee katika upana wa in the nchi, width of the land. ukatembee katika I want upana. to tell you in the name of Jesus, Wacha nikwambie katika jina la your Yesu, promise is there. wewe hali yako ni You have pale. got to rise up. Ni lazima You have uinuke. got to walk. Ni lazima utembee. Together, church, Wewe you have got to ukiwamoja. rise up Lazima uinuke and walk in the blessing, na utembee katika in ahadi, the
Kwa upande mmoja hiyo sio ukweli. In the other sense, it is true. Kwa upande mwingine ni kweli. Not true because Sio kweli kwa when sababu we are in this world, tukiwa katika ulimwengu you will be opposed. wewe People will utapigwa. rise against you. Watu watainuka kinyume na People wewe. will speak against you. Watu wataongea kinyume na People wewe. will revile you. Watu watakuondolea People will dhamana. insult you. Watu watakutusi And many things. na mambo mengi. But on the other side, Lakini kwa upande it mwingine is true because ni ukweli kwa sababu anybody who stands against you yeyote asimamaye kinyume will nawe never prevail. hata shida. He will make an attempt in his life, Yeye atajaribu katika maisha but he yake, will always fail. lakini yeye atashindwa Because the Lord is on your side. kwa sababu Mungu yuko upande wako. Be for us. Kama Mungu ni upande Who will wetu, be against us? ni nani atakuwa The kinyume one who will nasi? be against us Hakuna mtu atakuwa kinyume nasi, always fail. atakuwa atashindwa, The cause of the Lord must go on. kwa sababu mambo ya Mungu Purpose of lazima the Lord iende. must be established. Njia ya Mungu lazima Will of God ithibitishwe. must be established. Njia ya Mungu lazima The ithibitishwe. will of God for you is protection. Ahadi ya Mungu The kwako will ni of God ulinzi. for you is a cover. Mapendo ya Mungu ni wewe The kuwa will of mshindi. God for you is provision. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba The wewe will kuwa of God for you mshindi. is prosperity. Hali ya Mungu ni The wewe will kuwa of God for you mshindi. is victory. Hali ya Mungu ni wewe kuwa The na will of ushindi. God for you is victory. Mapenzi ya Mungu ni kwako kuwa na ushindi. Hallelujah. Amen. No one Hakuna yeyote will be able to stand ataweza kusimama against you. kinyume na wewe. You see, he has influenced two areas of his life. Unaona kwamba ameathiri njia mbili katika maisha yake. Told him first of all, Yeye akimwambia kwamba if you take a step, ukichukua hatua it is yours. ni yako, Take another one, chukua ingine it is yours. ni yako, Take another one, chukua it ingine is also yours. ni yako. He has been influenced in that area. Yeye anauadhirika katika hiyo hali. He is also influenced by this in this area. Pia hii katika hiyo mambo ameadhirika The pia. enemies are so many around you, Maadui ni wengi ambao but wamekuzunguka, the cause of the enemy will never prevail. lakini upanga wa The adui Lord utashinda. is your protector. Yeye Mungu ndiye anakulinda. Shall we say amen? Sema amina. Number 3, he told him, Ya tatu akamwambia, as I was with Moses. jinsi ambavyo nilikuwa na Mose. How was the Lord with Moses? Mungu alikuwa na Musa jinsi gani? Exodus chapter 3. Kutoka mlango wa 3. When he calls Moses, Wakati alimwita Musa, he knows Pharaoh. yeye alikuwa anajua He knows Farao. the history. Alikuwa anajua historia. The Lord told Moses, Mungu akamwambia Mose, I will be with you. nitakuwa pamoja nao. It is enough to know Ni vyema the kujua Lord is with us. yeye Mungu ako na pamoja na sisi. Hallelujah. Haleluya. And you know what? Unajua nini? That alone influenced Moses. Hiyo peke yake iliadhiri Musa. And you know, whenever the Lord gives you a word, Unajua wakati Mungu akikupatia neno, it becomes a key for your victory. inakuwa ufunguo wa It ushindi wako. becomes a key for your success. Inakuwa ufunguo wa ufanisi wako. And Moses rose up Na yeye Musa akainuka, and he went to Egypt. akaenda Misri, And he brought in a language that was not in the protocol. akaleta lugha ambayo haiko katika mawasiliano. Thus says the Lord, Yeye asema, Bwana, let my people go. wacha watu wangu waondoke. They looked in the protocol, that one they did not know how to answer. Wakaangalia katika mazungumzo, hawakujua jinsi ya And it kujibu, reached Pharaoh very quickly. na ikachochea Farao haraka. And Moses stood before Pharaoh Naye Musa akasimama mbele ya Farao, because the Lord was with him. kwa sababu Mungu alikuwa The pamoja children naye, of Israel were delivered na Wanaisraeli because the Lord wakakombolewa, was with him. kwa sababu Mungu alikuwa na wao. The Red Sea Wakavuka bahari ya because Shamu, the Lord was with him. kwa sababu Mungu alikuwa na He wao. gave them fresh water in the wilderness Akawapatia maji ya kunywa katika because the jangwa, Lord was with him. kwa sababu Mungu alikuwa na yeye. And even when they became hungry, Hata wakati walishikwa na njaa, the Lord provided food. yeye Mungu aliwalisha, And that food had no name. na hiyo chakula haikuwa na jina. They woke up in the morning one day. Waliamka asubuhi siku The moja, wilderness was all white. na wakaona ya kwamba kulikuwa na uleupe nje. And then they said, what is this? Wakauliza, ni nini hii? And there was no answer. Hakukuwa na jibu. Sweet aroma. What is it? Manukato mazuri, hii ni nini? Tasting nice in their mouth. What is it? Ambayo ilikuwa na ladha tamu kwa mdomo yao, ni nini? Gave them energy. What is it? Wakakuwa na
calculation. Hawakuketi chini kufanya makadirio. How many cuckoos they consumed in that wilderness? Kuku ambazo walikula katika jangwa. If there were 7 million people, Kama walikuwa watu milioni 7, it meant that they consumed 7 million cuckoos in the morning. inamaanisha kwamba walikula kuku milioni 7 kila asubuhi. And because the language of the Lord is eat in the morning and the evening, Na kwa sababu another 7 million. Kwa sababu lugha ya Mungu ilikuwa kukula asubuhi na jioni pia milioni nyingine 7. How about those people who eat a little bit more? Na je, wale watu wanakula zaidi ya wengine? Let us give them another one each. Wale tuwapatie kila mmoja ingine kikalo. We are 21 million Kwa hivyo hiyo inafika milioni 21 in the morning. kila asubuhi. 21 million. 21. You don't have hatchery like that. Hakukuwa na hali ya ufugaji wa kuku ya aina hiyo. You can take Kenchik and the Mogoko and everything else and they cannot be able to provide. Unaweza changanya Kenchik na Meruku na wafugaji wengine But in the kitchen of the Lord there was enough. lakini katika jiko ya Mungu kulikuwa na We tosha. are talking of 42 million, is it? Kwa hiyo tunaongea juu ya milioni 42. 21 in the morning, 21 in the evening, 42. Asubuhi milioni 21, jioni 21. Let's just assume it is 40 million every day. Kwa hivyo tuangalie tuone kwamba ni milioni 40 kila siku. 40 days means what? Siku 40 inamaanisha nini? 10 days means what? Siku 10 inamaanisha nini? And then 1 month means what? Mwezi mmoja inamaanisha nini? Can all the mathematicians please do a sum here? Wale ambao wanahesabu wafanye mahesabu ya haraka. Count in 1 year Kwa mwaka mmoja times 40 years. kwa miaka 40. The Lord provided. Mungu aliwalisha. As I was with Moses, Jinsi ambavyo nilikuwa na Musa, I will be with you. ndiposa nitakuwa pamoja nao. Area of provision. Katika hali ya utoaji, I am more than enough. mimi ni zaidi. Hallelujah. Bwana apewe Shall we sifa. say amen? Amen. He needed that influence. Alihitaji hiyo hali ya kuadhiriwa. Don't begin the journey unless you are sure. Wewe usianze safari kama hauna hakika. Amen. Amen. The fourth thing that he told him, Jambo la nne ambalo alimwambia Moses, Musa, I will never fail you. Joshua, sitakuacha. Joshua, I will never fail you. Mimi sitakuacha. I don't know how to explain this. Sijui jinsi ya kueleza I haya. can only explain it in my life. Naweza tu kueleza kwa maisha yangu. 19 long ago, I was planning to get married. Miaka ambayo yeye mwenyewe anajua alikuwa anapanga kuoa. Miaka ya zamani tu. And then we began to prepare, Alafu tukaanza kujiandaa, putting everything in place. kuweka kila kitu katika mahali yake. And there were 2 men Kulikuwa na wanaume wawili, or 2 people watu wawili, who came and told me, your suit, no problem, it is me. wakaniambia kwamba mavazi yako suit ni juu yangu, sio And the shida. other person said, your shirt, your innerwear and the underwears. Akamwambia kwamba mavazi yako hiyo yote ya kiajabu ni yangu. It is mine. So take off the budget. Kwa hivyo wewe uondoe katika Some makadirio. of those areas I was relaxed. Kwa hivyo sehemu zingine hizo nilikuwa nimetulia tuli. 2 weeks before time. Wiki mbili kabla ya And wakati. the brothers and the brethren weren't responding. Na wapendwa hawakuwa wanaitikia mwito. 1 week before time. Wiki moja kabla ya I wakati. decided to go door to door visiting and telling them, reminding them. Nikaamua kwenda nyumba kwa nyumba nikuwakumbusha. Monday, Jumatatu, Tuesday, Jumanne, Wednesday. Jumatano I went to the office. nikaenda katika ofisi. I began sweating. Wakati huo nikaanza kutoa kijasho. We started making alternative plan. Tukaanza kuwa na mipangilio ya kando. I even told the best man, Hata yule ambaye alikuwa msimamishi mkuu even if nikamwambia, I wear my old suit, that is okay. hata mimi nikivaa mavazi yangu ya kale ni sawa. The Lord is not interested in the suits. Yeye Mungu hana haja ya mavazi. You know, Christians know how to encourage themselves. Unajua Wakristo wanajua jinsi ya kujitia moyo. The community failed me. Jamii iliniangusha.
they were not able to deliver their promise. hawakuweza kutoa ahadi zao. But the Lord said, Lakini Bwana akasema, I will never fail you. mimi sitakuacha. And it was on Thursday. Na ilikuwa Alhamisi. A brother from afar off Ndugu kutoka upande wa mbali heard I was getting married akasikia kwamba alikuwa anaoa from Mombasa. akiwa Mombasa. He put money Akaweka pesa in a brown envelope. kwa bahasha ya kaki. There used not to be 1,000 note, only 100. That was the highest. Wakatua tukuwa na noti ya zaidi ya 100. Good money. Pesa mzuri. Good money. Pesa mzuri. And then he sent it with the company that he was working with. Akaituma ile kampuni ambayo alikuwa anafanya nayo kazi. Send in the morning, received it at 4 o'clock in the afternoon. Akaituma asubuhi, nikaipokea saa 10 ya jioni. And I went to Little Red. Akaenda pale panaitwa Little Red. That's where I got my suit. Hapo ndipo alinunua suti yake. My wedding suit without money. Harusi ya suti ya harusi bila Paid pesa. for my suit. Akalipia suti yake. Bought my shirt. Akanunua shati. Bought my bow tie. Akanunua Bought my tai, shoes. viatu And the underwear. na kila kitu. God is a provider. Bwana yeye ni mtoaji. He will never fail. Yeye hatashindwa That's what he kamwe. told Moses. Hiyo aliyomwambia That's what he Yoshua. told Joshua. Hiyo alimwambia Yoshua, I will never fail you. mimi sitakuacha. If the Lord has said something to you, my brother, Yeye kama Mungu amesema jambo I stand lako, here as his servant to assure you. mimi nimesimama hapa kama He mtumishi. will not fail you. Yeye He hatakuacha. will not fail you. Yeye hatakuacha. Even if it tarries, Hata kama ikikawia, it shall come to pass. itakuja kutimia. It shall come to pass. Itakuja kutimia. Then number 5, he told him, Namba ya 5 akamwambia, I will never forsake you. mimi sitakupungukia. Forsaking, it is when you are walking together Ni kama wakati mnatembea pamoja and the bad guys come na watu wabaya wanakuja, and then you leave. halafu wewe unaondoka, You fly. wewe You unaponyoka, take a flight. wewe unachomoka. That is the meaning of forsaking. Hiyo ndio neno ambayo ni ya You kumwacha are mtu. walking together in a certain course. Mnatembea katika mfululizo wa And the people just leave you, you find yourself alone. halafu watu wanakuacha, wewe unajipata peke yako. He tells Joshua, Anamwambia Yoshua, even if you face who or what, hata kama utakubana na nani, you can count on me. wewe unaweza kuhesabu I mimi. will be with you. Mimi nitakuwa pamoja And nawe. this is the revelation that David had received. Na hii ndio ufunuo ambayo Daudi alipokea. The Lord is my shepherd. Mungu ni mchungaji I wangu, shall not want. mimi He sitapungukiwa. makes me lie down in green pastures. Yeye ananilisha katika majani He leads mabichi. me beside still waters. Yeye ananiongoza katika vilindi Talk za about maji. his staff. Yeye ananiongoza kwa fimbo yake. Hallelujah. Amina. In verse 4 he says, Vipoji hiyo vingi vinasema, even when I walk through the valley of the shadow of death, hata ninapopita katika bonde la mauti, I will not fear. mimi For sitaogopa. one simple reason, Kwa sababu moja, you are with me. wewe Mungu u pamoja You nami. are with me. Wewe u pamoja Praise the nami. name of the Lord. Bwana pewe Child sifa. of God, Bwana wa Mungu. woman of God, Wewe mwanamke wa Mungu. daughter of God, Wewe mwanamke wa Mungu. ministers of God. Wewe huduma wa May I Mungu. bring this message to you. Wacha nilete ujumbe He will kwako. never forsake you. Yeye hatakuwa He is with you. Yeye yu pamoja nawe. And then he says, you prepare a table before me Alafu anasema unaandaa meza mbele yangu in the presence of my enemies. katikati ya maadui zangu. I'm reminded of the church I began 19 long ago, Deliverance Church of Ithaka, the most difficult, the most hard in my life. Nakumbushwa kanisa ambalo nilianza miaka ya awali, kanisa ya ukombozi ya Waithaka, gumu sana. We began that church in 1984. Tulianza hiyo kanisa mwaka wa 84. We would do a crusade, Tufanya mkutano wa and nchi. the nearest person would be about 50 meters away from us. Hauna mtu ambaye alikuwa karibu sana, sisi alikuwa hatua 50. And I remember we had no money, we had challenges. Nakumbuka hatukuwa na pesa, tulikuwa na changamoto nyingi. It was tough. Ilikuwa ngumu. Things were hard. Mambo yalikuwa mazito. Things were difficult this particular day. Mambo yalikuwa
wakati ule. One particular Sunday, Siku moja Jumapili, I think that which was remaining there was either salt or tea leaves. I don't remember. nakumbuka kile kilikuwa kimebakia, sikumbuki vyema, aidha chumvi ama majani ya chai. And I came up with a plan. Na nikaja na mpango. Woke up at 3 o'clock because that's my life when I'm going to preach. 3 o'clock or 2 o'clock I'm awake until I finish preaching. Nikaamka saa 9 kwa sababu hiyo ndio mtindo yangu mara nyingi wakati And I ninahubiri. prepared a message on how to support the work of God and the servants of the Lord. Na nikatengeneza ujumbe jinsi ambavyo ya kushikilia kazi ya Mungu na kuwatunza watumishi wa Mungu. And I did the outline. Na nikakuwa na hali ya By maandishi. 6 o'clock the Lord swept the message away. Saa 12 yeye Mungu akaondoa ule ujumbe kutoka I went to kwangu. the church and I was preaching about the coming of the Lord Jesus Christ. Na nikajikuta pale kanisani nahubiri juu ya kurudi kwa Yesu Kristo. And as a good pastor I stood outside the door. Na nikawa nimesimama pale nikisalimia wapendwa. And as I'm greeting them, my mind is going on. Na wakati nawasalimia katika akili zangu There is no zinazunguka. lunch today for you. Hakuna leo chakula ya mchana There leo. is no food for your children. Hakuna chakula za watoto wako. There is no bus fare for your children to come to Nairobi for school. Hakuna nauli ya watoto wako kurudi shuleni. And one of the brothers gave me a Pentecostal handshake. Na ndugu mmoja akanipatia mkono wa Kipentekoste. Between my hand and his there was something. Katikati ya mkono wangu na wake kulikuwa na kitu. Whatever it was, I didn't care at that particular time. Ilivyokuwa wakati ule sikuwa ninajali. I told the devil, how about that one? Nikamwambia Shetani, I didn't want to look at it. sikutaka kuiangalia. Put it in my pocket. Nikaweka kwa mfuko. Finish the service and the leaders. Nikamaliza Went home ibada. and opened to my wife. Nikaenda nyumbani nikafungua maisha yangu. Here is lunch. Hii ndio chakula. There was 200 bob. Kulikuwa na 100. That was a lot then. Ilikuwa pesa nyingi sana wakati ule. Went out, brought in a kanyama, a small nyama. Nikaenda nikaleta nyama kidogo. And we had a very good lunch. The money got finished actually. Tukawa na chakula mzuri sana ya mchana na pesa ikaisha. Then I went outside now in the evening. I was really revived. Nikaenda jioni nilikuwa nimechangamka. I will never forget the message I preached. It was from Ephesians chapter 4 verse 11. Sitasahau ule ujumbe ambao nilihubiri. Ilikuwa katika Efeso 4 mstari wa 11. 2:11. Samahani, sura ya 2 mstari wa 11. Which begins by saying, but God. Ambayo inaanzia lakini Mungu. And I picked that message. Did I preach? Nikahubiri hiyo ujumbe. Then I went out there to greet people. Nikaenda pale kusalimia watu. From A to Z. Kutoka A to Z. There was no Pentecostal handshake. Hakukuwa na mkono wa Kipentekoste. I went home. Nikaenda nyumbani. Pastor Ng'ethe knew. You knew my house. You know where I used to stay. Mchungaji Elijah alikuwa anajua pale alikuwa anaishi. Next to the door. Hapo kando ya nyumba. 8 o'clock. Saa 2 ya usiku. My mind is going like crazy. Akili zangu zinazunguka. Should I go and borrow? I had told the Lord I'm not going to borrow. I want to see the provision of the Lord. Niende niombe pesa, maana yake nilikuwa nimemwambia Mungu sitaki kwenda kuomba, ningetaka kuona utoshaji wake. KTN had just started broadcasting. It was Maura, Joroge Maura, giving the news. Saa 2 Joroge Maura alikuwa ameanza kutangaza katika runinga. My eyes were open. I was hearing nothing. Hata kama macho yangu ilikuwa wazi, sikuwa nasikia chochote. And there was a knock at the door. Kulikakuwa na hali ya kubishwa katika A mlango. couple that looked like they were in a hurry. Wapendwa ambao walionekana kana kwamba wako katika hatua ya haraka. And they were carrying a heavy basket. Na walikuwa wanabeba kikapu kikubwa. And I was very curious to see. Na mimi nilikuwa natamani sana kuona. There is something that looked like a wrapped meat. Kulikuwa na kitu ambacho kilionekana kama ni nyama imefungwa. Sure, I saw sugar. Nikaona sukari. I saw unga chapati, unga mahindi, nikaona unga ya mahindi, bread and many other things. na mikate pia na mambo I did mengine. not care whether it was ours or not. I told the devil, that is how the Lord is providing. Na mimi sikujali ni yetu, nikamwambia Shetani hivyo ndivyo ambavyo Mungu anaenda kutoa. We ate
Sisi tukakula. When they were going home, they gave also money to my children. Wakati walikuwa wanaenda nyumbani wakapatia hela kwa watoto And I wetu. told the devil, that is lunch, that is fare for my children. The whole week is taken care of. Nikamwambia shetani, hiyo ni pesa ya nauli, kila kitu kinashughulikiwa kwa hiyo wiki. I will fear no evil. Mimi sitaogopa mabaya. Because the Lord is with me. Kwa sababu Mungu yupo pamoja nami. Child of God, God is with you. Bwana wa Mungu, Mungu yuko pamoja Child nawe. of God, God is your provider. Bwana wa Mungu, Mungu ndiye anatoa kwako. Hallelujah. Amina. Very quickly, another area of influence. Kwa haraka njia nyingine ya kuadhiriwa. He said, you will divide the land to Israel. Akasema ya kwamba wewe utagawia wana Israeli nchi. Suddenly, he became the prime minister. Kwa haraka yeye akakuwa waziri mkuu. He became greater than the minister of lands who is in trouble right now. Yeye akakuwa yeye ndiye mtu ambaye ni wa kurudishia mambo ambayo yalikuwa yameharibika. Wherever everybody is going to settle, you have the final word. Wewe mahali popote mtu anaenda kumiliki, wewe uko na neno la God in his mwisho. own time Yeye Mungu katika wakati will wake bring you in a place of plenty, atakuleta katika mahali ya utele, where your hand will be a blessing, ambapo mkono wako utakuwa wa where your baraka, voice will be a blessing, ambapo sauti yako itakuwa ya where your baraka, voice will be a source of wisdom. ambapo sauti yako itakuwa That is where he is bringing you today. ya hekima, na hapo ndio anakuelekeza leo. The seventh thing that he told him, Jambo la saba ambalo alimwambia, I am with you. mimi niko pamoja nao. He had told him, as I was with Moses, I will be with you. Alikuwa amemwambia jinsi ambavyo nilikuwa na Mose, niko pamoja nao. But this time, don't count the story of Moses. Lakini wakati huu Mungu hasemi mambo ya It's Mose. the story of me and you. Anasema ni habari yake na Yoshua. Do you know, my brothers and sisters, Unajua wapendwa there wangu, comes a time in life kuna wakati unaja when maishani you don't have to depend on the God of Abraham. ambapo hakuna haja ya kumtumainia Mungu wa It is going Abrahamu. to be you and your God, Itakuwa ni wewe na Mungu you wako, and your Savior, wewe na mwokozi you wako, and your provider, wewe na yule ambaye you and anakushia, your deliverer. wewe na mkombozi There wako. will be a time when those people who are very close to you will not be there. Kuna wakati watu ambao wamekuzunguka hawatakuwako, Like in the story of Job, kama wakati wa Ayubu. he lost his children, Yeye akapoteza he lost his watoto, wealth, akapoteza mali. his wife was going through some challenges. Yeye mke wake alikuwa anapitia magumu. His friends came to encourage him. Marafiki wake wakaja They kumuhimiza, had prepared mashairi walikuwa wametayarisha mashairi come and encourage him. waje wamtie moyo. And then they passed him at the gate. Halafu wakampita pale And katika they said, mlango, we want to see Job. wakasema tunataka kumuona And we were Ayubu. told you left him at the gate. Wakaambia mmemwacha katika mlango. Glory was gone. Utukufu ulikuwa He umeenda. was beaten and shattered. Alikuwa amekuwa amebondabondwa. They were discouraged. Walikuwa watu wa kuzishwa moyo, Mashairi evaporated. na wao wakayeyuka, And they actually began to accuse him. wakaanza kumlikizia lawama. How can you lose money? Wewe unaweza kupoteza pesa namna How can gani? you lose children? Wewe unaweza kupoteza watoto How namna can these gani? things happen? Hii mambo inaweza tokezea namna And gani? the prophecy of suspicion began to come in. Na unabii wa hali ya kushuku ikaanza kuingia, And there was a big argument na kukawa na mabishano makubwa, until Job stood up in 19 and said, mpaka Ayubu akasimama. I have a story to tell. Mimi nina hadithi ya I kusema. have counted on you, you have failed me. Mimi nilikuwa na watumainia, lakini But he mmeniangusha. said, I know my Redeemer lives. Akasema mimi najua ya kwamba I know mkombozi my wangu Redeemer anaishi. lives. Najua mkombozi wangu I anaishi. don't know what to eat tomorrow, but my Redeemer lives. Sijui nitakula nini kesho, lakini The mkombozi friend wangu that I anaishi. trusted upon left me, but my Redeemer lives. Wale ambao walitumainia waliniacha, lakini mkombozi wangu anaishi. Business and failed, but my Redeemer lives. Biashara yangu imeanguka, lakini mkombozi The wangu economy anaishi. is so bad, but my Redeemer lives. Mambo yanaweza kuwa maovu, I lakini have no answers to all the questions, but my Redeemer lives. sina jawabu ya maswala yote, lakini mkombozi wangu yuaishi. Doctors have told me that I'm going to die of this, but my Redeemer lives. Kuna wale walisema nitakufa kwa hii ugonjwa, lakini My mkombozi friends wangu, have forsaken me, but my Redeemer lives. marafiki zangu wameniacha, lakini mkombozi wangu
baraka. And you know what, my brother? Najua nini mpendwa? He is going to take care. Yeye atakuangazia. Even if it appears like things are falling apart, Hata kama mambo yanaonekana yanasambaratika. don't forget God is in charge. Wewe usisahau ya kwamba Mungu ni shukrani. Hallelujah. Hallelujah. Kwani nyinyi mnaangushiaga amen wapi? Si hapo ni mahali pa kuangushia amen. Amina. Hebu angusheni amen mzuri. Hebu niweni amen mzuri. Ndio watu wanasemeaga amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. 7 areas of influence. Mambo 7 ya kuadhirika. Every place you step upon, Kila mahali ambapo unakanyanga is yours. ni yako. Nobody will stand against you and succeed. Hakuna mtu ambaye atasimama kinyume na wewe. I was with Moses, I will be with you. Ndivyo nilivyokuwa na Mose nitakuwa na I will not wewe. fail you. Mimi sitakuacha. I will not forsake you. Mimi sitakutupa You will nje. divide the land, Wewe utagawa nchi and I will be with you. na mimi nitakuwa pamoja nawe. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Bwana apewe sifa. I say praise the name of the Lord Jesus Christ. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Amen. I wish we have time to talk about something else of importance right there. Tumaini kama ningekuwa na kitu na wakati tungesema kitu ya maana zaidi ya hapo, But we have no time. lakini wakati umesonga. There is something that God told Moses. Kuna kitu ambayo Mungu alimwambia Yoshua, Be courageous. uwe hodari. Now this is what he is supposed to do. Hii ndio ambayo inapasa atende. He has already influenced him, Yeye amemwadhiri, but it is now his responsibility to act on what he believes. lakini sasa ni yeye jukumu lake atendee kazi kile ambacho anaamini. Hallelujah. Amen. He says, be courageous. Akaambiwa ukuwe mwenye hodari. Be courageous. Ukuwe mwenye hodari. I don't know how to illustrate this, but just give me 5 minutes, I'll finish the message. Sijui jinsi ya kuelekeza hii, lakini baki dakika 5 nimalizie ujumbe. 19 long ago when we got saved, Miaka imepita wakati uliokoka. I'm just celebrating my 43rd year, 42nd year, going 43rd. Anasherehekea miaka inasoma 43. I was staying in Majengo, KJ, Majei. Alikuwa anakaa Majengo, Majei. And my friend, my colleague, Rafiki wake Moses Kiliopa, the bishop of Pefa, was staying in across Shauri Moyo, nyumba za tobacco. askofu wa Pemba Kilioba alikuwa anaishi hapo tu Mangambo kidogo. We got saved together. Aliokoka wakati mmoja. And there were a few other people. Na kulikuwa na watu wengine. Now when we were coming, wakati tulikuwa tunakuja from seeing him, they escorted us up to the river, and then for us now to cross. kulikuwa na kijito pale, halafu wanavuka. I was with my 2 brothers. Alikuwa na ndugu zake wawili. Now one brother was very courageous, even if he was ignorant. Ndugu mmoja alikuwa na ujasiri mwingi, hata kama alikuwa na hali ya kutolewa mambo. But that courage saved us that day. Lakini hiyo uhodari ulituokoa hiyo siku. Now this brother believed that police officers are demons. Huyu ndugu alikuwa anaamini ya kwamba askari ni mapepo. So as we were passing, trying, we would see the officers like this, and then we would walk. Wakati tulikuwa tunatembea na askari wanatoka upande huu tunatembea. And then the officer said, "Kuja hapa, mnaenda wapi?" Wale askari wakasema, "Njoo hapa, mnaenda wapi?" So we walked in. Kwa hivyo tukaenda pale. And this brother was holding his little Bible. Yeye ndugu alikuwa anashika Biblia yake ile ya Kigideoni. Naitwa nani? Joseph Mutua. I would answer as quickly, as fast as possible. Joseph Mutua. Na wewe? And then this brother looked at him and said, Huyu ndugu anamwangalia anasema, "You are not answering. Haujibu?" "Wewe haujibu." And then the brother said, "Apple." Apple. And then he looked at me and said, "Mutua, kwani unaogopa?" And you know those days, officers were feared. It's not like today. Siku hizo askari walikuwa wanahoitua, sio kama leo. And there was a dog there. Kulikuwa na mbwa pale. Atunasema nini? Pepo. Mimi nimeokoka na siogopi shetani.
He was courageous, but the information was that he was not educated at that time. Na alikuwa mwenye uhodari, lakini wakati ule hakuwa msomi. He told Joshua, akamwambia Joshua, be courageous. Ukuwe mwenye uhodari. The enemy was be standing there. Yule adui alikuwa amesimama hapa. Never show your back to the devil. Wewe usimuonyeshe shetani mgongo. Never show your back to the enemy. Usimuonyeshe adui wako mgongo. Keep on gaining ground. Wewe ukiendelea ukipata hatua. Keep on gaining ground. Endelea ukipiga hatua. You come to me in the knowledge you have. Wewe ukija katika hekima yako. But I come to you in the name of the Lord. Lakini naja kwako katika jina la Mungu. Amen. Amina. I want to say amen. Amina. Tell your neighbor, be courageous. Mwambie jirani yako be courageous. Kuwa mwenye uhodari. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Then he told him, Rabu akamwambia, be not afraid. Usiwe na hofu. Do not fear. Wewe usiwe na hofu. Even when you see the waves. Hata ukiona mawimbi. Do not fear. Usiogope. And then he told him, Rabu akamwambia, do not be dismayed. Wewe usiwe mtu wa kufadhaika. That word dismayed. Hiyo neno kufadhaika. It is actually looking at the enemy. Ni kuangalia adui. Doing the calculation. Wewe unafanya mahesabu. And you realize my arsenals, in my arsenal there is not enough weapons to fight this. Unagundua ya kwamba katika silaha zako hauna silaha ya kupigana na adui. So to be dismayed, it is to bow down before your enemy and telling your enemy, do whatever you want to do. I am actually a part of you. Kwa hivyo kufadhaika ni kana kwamba wewe umetamausha tamaa na unasema kwa adui yako, mimi ni sehemu yenu, unaweza kuendelea na vile ambavyo mwapenda. Brothers and sisters, wapendwa, let us not be dismayed. Tusiwe watu ambao wakubaliana na mambo. Let us put our hearts and our trust in the Lord. Wacha tuweke roho zetu na matumaini yetu kwa Bwana. Oil of influence. Mafuta ya kuathiri. He really influenced Joshua. Yeye alimwathiri Joshua. That when he came down. Kwa hivyo wakati alishuka. It was very simple. Ilikuwa rahisi sana. He told the people, he did not care to tell them I'm your leader. Yeye akawaambia watu, hata hakujali kuambia kwamba yeye ni kiongozi wao. But the oil was strong enough to be obeyed. Lakini mafuta ilikuwa na ukuu ya kutimizwa. Moses is gone, you'll never see him. Mose ameenda, utamuona. Prepare to cross over this Jordan. Mujitayarishe kuvuka hii mto Yordani. And I'm telling you, naja niwaambie, told the high priest, akawaambia makuhani, take the ark of the covenant. Chukueni sanduku la agano. Everything was done. Kila kitu kabanyika. And they crossed over that Jordan. Na wakavuka mto Yordani. Joshua went over there. Joshua akaenda mbele yao. Jericho. Akapigana Jericho. 31 kingdoms in that land. Falme 31 katika ile nchi. All the tithes. There's so many tithes. Kulikuwa na kabila nyingi ambazo zinaitwa tithes. Mamalizia na tithes. Hittites. Wahiti. Jebusites. Wajebusi. Every tithe. Kila kabila ya namna hiyo was conquered. Likawekwa chini. Because of the oil of influence. Kwa sababu ya mafuta ambayo ilikuwa na msababisho wa kuadhiri. The Lord is with you. Bwana yu pamoja nawe. Shall we stand up and give the Lord a clap together? Tusimame tupigie Bwana makofi. Clap together. Tupigie Bwana makofi. Thank you very much. Asanteni sana. Now that was good and that is all yours. I want us to give the Lord a clap. Hiyo ni yenu. Are you ready? Tupatie Bwana makofi. Are you ready? Mko tayari? Now listen this is how we are going to do it. Hii ndio ambayo tutafanya. We are going to clap continuous to the Lord. Tutapiga makofi ya kuendelea kwa Bwana Mungu. And I want you to declare those 7 things. Wacha tutangaze. Are we together here? Yes. Not to other people but to yourself. Sio kwa wengine lakini ni kwa Mungu. Just in case you have forgotten, let me say that to you. Every place you put your feet on is yours. Kila mahali ambapo utaweka miguu yako ni yako. No one will stand against you and succeed. Hakuna mtu ambaye atasimama kinyume naye atashinda. He was with Moses, he is with you. Nilikuwa na Musa, nitakuwa pamoja nawe. He will never fail you. Mimi sitakuacha. He will never forsake you. Mimi sitakupungukia. You are coming in a place
leadership, wewe unakuja katika mahali ya uongozi, He will be with you. yeye atakuwa pamoja Are you ready to nawe. give the Lord a clap? Wewe uko tayari And kupigia Bwana you makofi? will clap continuously until I tell you stop. Utapiga makofi ya kuendelea, halafu mwishowe mpaka utasimama. You can begin slowly Unaweza anza pole pole, and then rise up in crescendo. halafu upande ukiendelea juu, Keep on increasing. uendelee ukiongeza. By the time we finish, we shall be making a joyful noise unto the Lord. Wakati kuwa tunamalizia, takuwa tunapiga sauti ya shangwe kwa Mungu. Let's begin to worship together. Wacha tuanze kuabudu pamoja. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. We give you honor. We exalt your name, Jesus. Continue to increase. Continue to increase. Continue to give God thanks. Continue to give the Lord a clap. He will never forsake you. He will never fail you. He is with you. He was with Moses. He is with you. He was with Moses. He was with David. He is with you. He will provide. He will make a way for you. He will make a way for you. In your wilderness. He will make a way for you. In your wilderness. In the name of the Lord. In the name of the Lord. Continue to clap up here to the Lord. Continue to make a joyful noise. Continue to appreciate the Lord. Oh, Thank you, Jehovah. Asante Bwana. Asante Bwana. Hallelujah. 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 Amen. Amen. My sister, I don't know you, but you are going to represent others. Dada yangu sikujua, And this is what I would hear the Lord say to you. utaakilisha wengine. It doesn't matter. Haijalishi The one that is against you. yule ambaye ako kinyume na The wewe. Lord says to you, Yeye Bwana anasema I will kwako, never leave you. sitakuacha, I will never forsake you. mimi The sitakukumbukia. Lord says, take the first step Mungu asema chukua hatua in ya that kwanza. area that is calling you into. Katika hiyo nafasi He will anayokuitia, make a way for you. yeye atakutengenezea He will make njia. a way for you. Yeye atakutengenezea Come njia. and stand on behalf of the others. Njoo hapa usimame kwa Give the Lord a clap together to the Lord. Pigia Bwana makofi. Thank you, Jesus. Asante Bwana. Thank you, Jesus. Asante Yesu. You know what, my brother? Just come. Ile tubu. Just come. Yes. Yes. Yeah. Amen. We are talking about the provision of the Lord. Tunaongea juu ya Mungu kutoa. Do you know He is your provider? Yeye ni Mungu ambaye atoaye. He will make a way Yeye atatengeneza njia where there is no way. ambapo hakuna njia, And it doesn't matter na haijalishi how tough, how difficult things are. jinsi ambavyo mambo ni He mazito. is your provider. Yeye ndiye anayetoa He is kwako. your provider. Yeye ndiye anayetoa And He is kwako. providing for you. Yeye anatoa You are kwako. standing here on behalf of the entire church. Wewe unasimama hapa kwa niaba Just ya lift up your hand and kanisa. begin to receive from the Lord. Wewe anza kupokea kutoka kwa Thank you, Bwana. Lord. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. My brother, come. Asante Yesu. Come. Yes, you just come from the mission. Natoka katika huduma. Hallelujah. Amen. Is there anything that is too hard for the Lord? Kuna kitu yoyote ambayo ni ngumu kwa There is Bwana? nothing that is too hard for the Lord. Hakuna chochote ambayo ni ngumu kwa The Lord Bwana. who began a good work for you, Yule Mungu ambaye ameanza kazi He will njema bring kwako, it into perfection. ataileta katika He is utimilifu. bringing it into perfection. Ataileta katika And I would utimilifu. hear in my spirit, Na mimi niko hapa this is katika the roho. first day Hii ndio siku ya kwanza when you are going to begin to see things ambayo utaona in a mambo way you have never experienced before. katika njia ambayo In the name hujaiona. of Jesus. Katika jina And la I would hear that also for the entire church. Na mimi nasikia hayo kwa God kanisa is lote. giving you a new direction. Mungu anapatia mtazamo God mpya. is
Kuna Let's ndugu come. pale. Would you come? Yes, you, brother. Yes, let's come. You. Ndugu mtembee. You. Yes, in the name of the Lord. Katika As jina you la take Bwana. a step of faith Kama anavyochukua hatua ya in this imani. place, Katika mahali you are hapa. doing it on behalf of the entire congregation. Wewe unatembelewa kwa niaba ya ushirika As wote. the Lord does for the congregation, Ama Mungu He atavyotenda is kwa beginning with watu you right wote. now. Atakuwa pamoja Right nawe. now. Naye akawa In the karibu. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. The Bible tells us, Biblia inatuambia be courageous. uwe mwenye Be uhodari. of good courage. Uwe mwenye uhodari. Be of good courage. Uwe mwenye hodari. Do not be afraid. Wewe usiogope. Do not be dismayed. Wewe usitishike. Church of Jesus. Kanisa la It is Yesu. the message of the Lord. Kuna ujumbe wa Bwana. I'm laying my hands on these people on your behalf. Mimi nitaekelea hawa wapendwa mikono kwa As I niaba do yenu. that, may you receive. Napofanya hivyo naye Lift up your mpokee. hand and begin to receive as I lay my hands on them. Mwenyewe mikono yenu mpokee. Would you come closer to me, please? Ninapowaombea. Come closer to me. Yes, Shika Rababarabaza Kashika. In the name of the Lord. Lord, I pray. Bwana, naomba The Lord God, there will be spirit of courage. ya kwamba Bwana utakuwa God, nao. you're going to give the church Ya kwamba Bwana a utawapatia new ushauri. beginning, oh God. Na kuamini A new Bwana direction. utawapatia In the name of Jesus. katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Katika jina la Yesu. May this message find a place Wacha huu ujumbe upate in the nafasi entire congregation. katika umati wote. In the name of Jesus. Katika jina la I am Yesu. speaking of financial miracle. Naongea juu ya miujiza ya I'm speaking pesa. of provision of God. Naongea juu ya utoaji. Receive now. Pokea sasa. Receive now. Pokea sasa. Receive now. Pokea sasa. Receive now. Pokea sasa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every stronghold of the enemy, Kila madhabahu ya giza. every mountain that has been lifted upon you Kila mlima ambayo imeinuliwa kinyume nawe. to deprive you of the financial provision, Ambayo inaleta ugumu wa that kifedha. mountain will come down Tunaishusha chini. and that valley will be lifted up. Na hiyo bonde So itainuliwa. the cause of the Lord will take place. Ya kwamba mambo ya Mungu itaendelea. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. There is a new beginning. Hii ni mwanzo mpya. It's a new beginning. Ni mwanzo mpya. In the name of the Lord. Katika jina la Yesu. Amen. Give the Lord a clap, everybody. Pigie Bwana Give the Lord a makofi. clap, everybody. Pigie Bwana makofi. Give the Lord a clap, everybody. Pigie Bwana makofi. And then lift up your hands towards me now. Na tuinue mikono yetu. May the Lord God of Joshua Wacha Mungu wa Yoshua be your God today. awe Mungu wako leo. May you rise up in new heights. Wacha uinuke katika hatua May mpya. you walk in new direction. Utembee katika mwelekeo That is mpya ordered of the Lord for you. ambayo imetazamiwa na kuelekea And may all your enemies fail. wacha maadui wako washindwe. And may the purpose of God be established. Na makusudi ya Mungu May the Lord ilimilike. give you a week of victory. Wacha Mungu akupatie chuma ya May this ushindi. be the year of the Lord for you. Wacha huu mwaka ukuwe mwaka wa May all your sicknesses and diseases maradhi yako yote na magonjwa evaporate right now. ikaenuke In the name of sasa. Jesus. Katika jina la Be healed. Aponywe. 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 And may the peace of God, Amani ya Bwana which passes all understanding, ambayo inapita fahamu be zote your portion now. iwe sehemu yako In sasa. Jesus' name. Katika jina la Let's Yesu. give the Lord a clap and a shout. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Thank you for that message. Tunashukuru Bwana kwa huu ujumbe, na kabla hatujamaliza ibada, sijui kama kuna yeyote ambaye huwezi ukasema kwa uhakika kwamba huyu Mungu ni Mungu wangu. Yaani hujaokoka, hujampatia Yesu maisha yako, na ungesema nataka huyu Mungu wa Musa, huyu Mungu wa Joshua awe Mungu wangu. Tungetaka kuombea ili ukampokee na kuweza kusherehekea pamoja nasi kwa kujua kwamba huyu Mungu wa miujiza, Mungu ambaye amesema ameahidi atakuwa nasi, huyu ni Mungu wako.
We have somebody here who is not born again. I want to say, I would like prayer. I need this God to be my God. Just put up your hand, we shall pray for you before you close the service. You have somebody somewhere? Yes, in the name of Jesus. We have somebody else who wants to say, yes, I want to see this Jesus. I want this God to be my God. We'll pray for you before we close the service. Do you have somebody? Somebody else somewhere? You know, we normally sing that where on earth you are calling, do not pass me by. Don't let the blessing of the Lord pass you. You are still there, there is opportunity for you. Come. In the name of Jesus. You have somebody else want to say, yes, I'm coming. I'm coming to Jesus. I'm coming to life. I'm coming to the living God. You're invited here in Jesus' name. Praise the name of the Lord. Nikitaka kumwombea huyu dada, taweza Pastor Meshek aweze kumwombea. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Savior, Savior, hear my humble cry. For none of you are calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. Why, Lord, canst thou Don't let God's favor pass you. Today is a day of blessing. It's the day of partaking the blessing God gave to Joshua. Today is the day of partaking the promises of the Lord God Almighty. And God has blessed many today.
amewabariki wengi. God has touched many today. Mungu amewaguza wengi leo. And I trust you don't be left behind. Na ninaamini ya kwamba hautaachwa So nyuma. let this cry be in your heart. Wacha hiki kilio kiwe katika moyo And you wako. receive the blessing of the Lord. Na upokee baraka ya Mungu. By inviting Christ Kwa kumkaribisha Kristo. to be that blessing. Awe hiyo baraka. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Let's start today deepen our commitment to God. Wacha leo tutoe kujitoa kwetu kwa Mungu. In response to his promises. Tunapoitikia mwito wa ahadi zake. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Father. Asante Bwana. Oh, bless your heart for the name. Jina lako Blessed be the Lord. Jina lako takatifu. Glory to the name of the Lord. Utukufu kwa jina la Bwana. God, you are so good. Mungu wewe ni mwema sana. You are so good. Wewe ni mwema sana. You're so wonderful. Wewe ni wa ajabu. Thank you, Lord. Asante Bwana. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. You may sit down for a while. Tunaweza kuketi tu kwa muda. When they have been blessed today, you say, I've been blessed by that message, I'm blessed by the messenger. Na ninawagabu anasema nimebarikiwa na ujumbe, hata mwenye kuleta ujumbe amenibariki pia. Would you like to invite him again? So this time not me inviting the congregation, is inviting Bishop Matua. Glory to God. Hallelujah. I was blessed also. Pia nami nimebarikiwa. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. So we shall invite him again Tutamkaribisha tena and perhaps again. na labda mara nyingine pia. Amen. Amen. So let's pray the closing prayer. Wacha tuombe ombi la kufunga. We give you glory, O Lord, for your goodness. Twakupa utukufu Bwana kwa wema wako. We give you honor as we recognize your majesty. Twakupa heshima tunapoutambua ukuu wako. We thank you for your blessing. Twakushukuru kwa baraka zako. We thank you for your visitation. Twakushukuru kwa We kututembelea. thank you for your touch. Twakushukuru kwa uguzo wako. And we thank you for every promise you have given us. Na twakushukuru kwa kila ahadi ambayo umetupa. And now be glorified Na sasa utukuzwe in the lives katika maisha of your people. ya watu wako. Wherever they stay, Lord, Wanapoishi mahali let kokote your presence be so real. wacha uwepo wako uwe Wherever they go, oh Father, kokote waendako Baba. let your presence be sure. Wacha uwepo wako uwe Whatever they do, Lord, chochote watendacho Bwana. be with them, Father. Bwana wao Bwana. Bless them, Lord. Wabariki Bwana. Make your face shine upon them, Lord, Sababisha uso wako uangalie and be Bwana. gracious to them, Na uwe Lord. wenye neema kwao. Father, when they call upon you, Baba wanapokuita, may you answer Bwana ukawajibu. and grant them the desires of your Na heart ukutana na mahitaji ya mioyo yao. according to your promise. Kulingana na ahadi zako. In the name of Jesus Kwa Christ, jina la Yesu Kristo. protect your people Walinde watu wako in their travelings, katika hali zao za when kusafiri. they walk, Lord, Mahali and wanakofanya wherever they sleep. na mahali wanakolala. May your angels encamp around them Wacha malaika wako wakawalinda to defend them from every evil. kutokana na uovu wote. You have promised it, Umeahidi we hilo. believe it, Tunaamini. we accept it, Tunaikubali. and we give you the glory. Na tunakupa utukufu. Therefore we say, Lord, we thank you. Kwa hivyo Bwana Thank you, Father. Asante Baba. Thank you, King of glory. Asante Mfalme wa Thank utukufu. you, Lamb of God. Asante Mwana Blessed be your wa Mungu. holy name. Jina lako ni In takatifu. Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Let's say the grace together. With the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. May God bless you abundantly. Amen. Amen.